Muziki wa Bongo Flava ambao umekuwa maarufu sana sasa hivi una chimbuko lake la kwanza, na kwetu hapa asili hasa tukitaka kuzungumza muziki wa Bongo Flava hatuwezi kuacha kumtaja mtu muhimu kabisa, DJ Kim, maarufu kama Kim and the Boys. Kwa jina lake alikuwa anaitwa Abdulhakim Magomero, na alikuwa na vikundi, kulikuwa kuna vikundi viwili. Yeye alikuwa na kikundi chake kinaitwa Kim and the Boys, na kulikuwa kuna mtu anaitwa John Ngogo, kikundi chake kinaitwa Ruha Acros. Vikundi vilikuwa viwili hivyo. Kwa hiyo DJ Kim ni mtu muhimu sana katika historia ya Bongo Flava. Yeye ndio alioanzisha mashindano yanayoitwa Yo Rap Bonanza. Mashindano yanayoitwa Yo Rap Bonanza, ambayo Yo Rap Bonanza ndio chimbuko la muziki wa Bongo Flava. Kwa nini niseme hivyo? Nasema hivyo kwa sababu Bongo Flava kabla haijawa hii ambayo tunayo leo, msingi wake ulianza katika muziki wa hip hop. Vijana walikuwa katika shule mbalimbali, kwa mfano kama shule za sekondari, kulikuwa kuna yale makundi, matamasha yanafanyika, watu walikuwa wanafanya muziki wa hip hop kwa maana ya makundi. Wanafunzi wanakutana shule mbalimbali za mjini, watu wanaenda kuperform, wanakalili zile nyimbo za wasanii wa nje, na Not By Nature, wasanii wakubwa wengi sana, afu anaenda kurudia kile. Ilikuwa ni hivyo, na mzuko ulikuwa ni watu wanakwenda wanashindana hiyo kuchana, mtu anashindana kuchana wimbo wa msanii fulani, anashindana kuchana wimbo wa msanii fulani. Kwa hiyo zilikuwa ni copy, watu wanakwenda wanaimba hizo copy, na ulikuwa ndio muziki unakuja. Na kwa nini ulikuja muziki? Kwa sababu nyuma, kabla ya ujaja muziki wa hip hop, kulikuwa kuna muziki wa break dance ambao walikuwa kulikuwa kuna watu wanacheza, wanashindana mashindano ya kucheza break dance. Kwa kina Malem Black Moses, walikuwa kina Malem Black Moses, alikuwepo Sammy Cool ambaye yuko mpaka leo, Salome Makuka, lakini alikuwepo Bosco Cool J, ameshafariki, Mungu amlaze mahali pema peponi. Alikuwepo Omi Sydney, alikuwepo Asma Diga, that's right. Wale walikuwa wanacheza, kipindi hicho walikuwa ni break dance, lazima uende mshindane, na mashindano yalikuwa ni hayo, wanashindana kucheza break dance ni. Lakini baadaye ikaonekana hakuna jipya tena katika break dance, watu wanaanza kuchoka, kwa sababu hawa wanaocheza break dance walikuwa wanakwenda kwenye baa nyingi sana kufanya hizo show. Mtu unamkuta kwa Macheni, unamkuta baa fulani pale kwa Manyanya, Chris Bagal Kinondoni, yuko pale anacheza. Kwa hiyo copy zikawa ni zile zile tu, hakuna ubunifu mpya na nini. Mashindano yalikuwa kila kianzishwa watu wakienda wapati kitu kipya tena, watu ni hao, michezo ni ile ile. Kwa hiyo tayari hip hop ilikuwa imeshaanza kuingia, walikuwa wanakwenda kipindi hicho way back, nazungumzia miaka ya 80 kuja huku 90. Kulikuwa kuna watu kina Cool Mosi walikuwepo huko, kina James Wamba, mtoto wa Wamba Dia Wamba alikuwepo mtu mmoja anaitwa Conway Francis alikuwepo, walikuwepo watu wengi, Chief Franson Zavala na watu wengi sana. Alikuwepo mtu mmoja muhimu sana ambaye hawamsemi, Edward Mtuye anaitwa, lakini jina lake halisi Fresh XC. Ni mtu muhimu sana. Watu walikuwepo toka kipindi cha nyuma. Na wakati baada ya break dance kwa zinaanza kupoteza umaarufu, watu na waendi, ndio DJ Kim akaanzisha mashindano ya Yo Rap Bonanza. Kwa maana ya kwamba kwenye wakati watu walikuwa kienda kwenye zile break dance, kwa kuna session, ukienda disco kuna session ya watu kuwekewa santuri na kuchana, watu wanachana, wanavunja, watu wanaimba, lakini ni nyimbo zile za mbele. Kwa ni session kabisa, ukienda disco kuna session inafika, watu wanakuja wanachana, wanavunja, wanaimba hivyo. Kwa hiyo ikafikia tu sasa DJ Kim akaona hicho kitu, akasema kwa sababu muziki huu umeanza kuwagusa vijana, sasa ngoja nianzishe mashindano. Hakukuwa na mashindano kwa sababu kabla ya DJ Kim, Shaban Sato aliwahi kuanzisha, mtu mmoja muhimu sana, alikuwa ni kiongozi wa chama cha muziki wa dance, chama cha muziki wa disco nchini. Shaban Sato aliwahi kuanzisha, lakini ilikuwa ni rap competition tu ya kawaida, rap competition. Kwa hiyo ile idea Shaban Sato mwaka mmoja nyuma, baadaye ndo akaja DJ Kim akaanzisha Yo Rap Bonanza pale Lang'ata. Na wanakuwa mashindano ya Yo Rap Bonanza yakafanyika pale, na ilikuwa kwa makundi kipindi kile. Makundi yalikuwa yako mengi sana. Kwa hiyo Yo Rap Bonanza ilipofanyika, mashindano yakafanyika kwa mara ya kwanza Lang'ata, baadaye akaja yakaenda kufanyika Empress, baadaye akatoka Empress akaenda yakafanyika New Africa. Unaona, yalikuwa mashindano yanafanyika, lakini ilikuwa ni hip hop, watu wanaimba, wanachana hivyo nini. Kwa hiyo katika mashindano ya Yo Rap Bonanza ndiko alikopatikana Sare Jabili huko. Ndio ambaye msanii alionekana kuja kitofauti kidogo, akuja moja kwa moja kwenye kopia wimbo mzima. Yeye alikuja, anakuja na mashairi yake, lakini anatumia zile midundo ile wanaita tunaita midundo beat. Sasa hapo wakati wa mashindano yale ya Yo Rap Bonanza yanafanyika, Sare Jabili alikuwa bado hajarekodi. Hajatoa albamu yake ile ya Swahili Rap ambayo ilitoa mwaka 93. Alikuwa bado hajarekodi. Ila alikuwa ni mshindi, ni mmoja kati ya washindi wa Yo Rap Bonanza, nafikiri kama sio ya pili ya tatu, ambayo ilifanyika Empress au kama sio Empress basi ilikuwa ni New Africa. FM.